vizuri. Singida nao vile vile wako vizuri, na ukiambatanisha na huu upinzani uliokuwepo baina ya Simba na nani na Singida katika kumtetea ndugu yao ambaye alitaka kufanywa kitu kibaya ndani ya Zanzibar. Kwa hiyo wanataka waonyeshe kwamba jinsi gani wanaweza wakamtetea kaka yao. Ukija na TRA hivyo hivyo, na ukija na Pamba mechi itakuwa ngumu. Kwa hiyo hizi mechi tatu zote tunazoenda away, sawa, hakuna mechi rahisi kati yetu. Pengine na ukiangalia mbio za ubingwa alama 8 mpaka hivi sasa ni Africans. Kazi ya tayari inatakiwa kuwa kubwa sana kwa Ligi ni marathon. Huwezi ukasema kwamba tayari yetu kwa sababu mtu anaongoza kwa pointi 8 tayari sisi tuna mchezo mmoja. Tukishinda mchezo wetu ina maana mchezo wa kesho kutwa kwa moja kwa moja Simba atakuwa amepitwa pointi ngapi? Pointi 5. Na hili litokea hata mwaka jana walituacha pointi takriban 7. Lakini zilipunguzwa mpaka matokeo yake ikabakia pointi ngapi? Pointi 1. Hatimaye tukacheza mechi ya mwisho ambayo ilikuwa mechi inaenda kuamua nani awe nani bingwa. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwenye ligi. Ndo kwanza ni mechi ya 11. Kwa hiyo bado mechi ni nyingi. Umeelewa bwana, takriban mechi 19. Kwa hiyo mechi 19 ni mechi nyingi sana ambazo zinaenda kufanya nini? Zinaenda kuamua nini? Kuamua matokeo ya nini? Kuamua matokeo ya nini ya ligi yetu. Kwa hiyo kikubwa ni kuiombea dua timu yetu na maboresho tuliyoyafanya. Umeelewa bwana, katika kutengeneza nini? Katika kutengeneza kikosi chetu. Na ndio maana unaona kuna ongezeko la Ribe Segwe, kuna ongezeko vile vile la nani? La Innocent Aura, vile vile kuna nani? Kuna mtu anaitwa Loemba. Kuna Chama Kratos, kuna Kibabage. Hawa wote wameongezwa katika kwenda kuongeza nguvu ya nini? Nguvu katika klabu ya nini? Ya Simba, ili kuweza kupambania nini? Kupambania haya mataji yaliyobaki. Taji la CRDB, sawa, Federation Cup, na vile vile pamoja na nini? Na ligi. Kwa hiyo ligi bado Yanga atadondosha, Simba ataendelea kudondosha. Azam kama takribani mechi ya 3 sasa hivi anatoa sare. Kwa hiyo uwezo ukasema eti fulani yuko tayari bingwa, na wakati hali yao inaonyesha kabisa wana uzofu hali, kwa sababu timu iliyofanya usajili mkubwa kwenye dirisha dogo inajulikana kabisa ni Simba, na ndio maana kuna mabadiliko makubwa sana. Watu Guantanamo ikageuka kwa guest. Si umeelewa? Guantanamo watu walijua kwamba lile gereza linaweza likaenda kumtia mtu atiani, lakini mwisho wa siku Guantanamo ligeuka kwa nini? Kwa lounge. Na watu wakafanya mambo yao, tukageuza hapa kwa dhuluma kali kabisa. Mnyama akaenda kufanya nini? Akapoteza pointi 2 katika uwanja wa nini? Uwanja ulioita Guantanamo. Pengine mnadhani mchezo dhidi ya Singida Black Stars kwa upande wenu unaweza ukawa ni mchezo wa kisasi, hali mmeshatoa sare na Young Africans, kwa hiyo wanaamua kumaliza hasira zao zote kwa upande wenu? Kwa maana ukimsikiliza Hussein Masanza anasema wao kama wao walipoteza alama 3 dhidi ya Young Africans, kwa hiyo wanajua ni wapi watakapokwenda kuzivuna hizi alama 3 zilizopotea dhidi ya Young Africans. Wewe nadhani umekuwa katika makuzi ya Uswahilini, si ndio? Mfano labda wewe una mdogo wako. Wewe umeenda umechezea kichapo. Sawa, umepigwa makonzi mengi tu. Ukikutana na yule alompiga makonzi mdogo na ni kaka yako, wewe utamwacha tu hivi? Si lazima utataka ulipize kisasi. Ndicho kitakachofanya nini? Kitakachotokea. Ndio maana nikakwambia kuna uswaiba baina ya Yanga na nani? Na Singida. Kwa ndio maana nikakwambia mechi itakuwa ngumu. Mechi itakuwa ngumu. Hakuna mwizi anayeiba akakwambia mimi ni mwizi. Mimi nakupa silent feature tu, sawa? Ngoja. Mimi nakupa silent feature. Nakupa silent feature. Wewe uko kwenye mashindano ya kimataifa, si ndio? Unahitaji wachezaji wako, unaweza ukatoa wachezaji wako, yani mfano mfuate National Rally sasa hivi, umwambie Imam Oshu, umwambie El Shiati, umwambie Rabi Rabia kwamba hao watoke waelekee nani? Waelekee nani? Zamalek ya Misri. Inawezekana hiyo? Haiwezekani. Haiwezekani. Wote mko katika vita moja. Kimataifa wote mko kimataifa, na kwenye ligi yote ni title contender, mnaenda kugombania nini? Mnaenda kugombania kile kikombe. Lakini mwisho wa siku unatoa wachezaji wako muhimu, yani wanajeshi wako ambao ulishawafundisha jinsi gani ya kutumia silaha, unaenda unamkabidhi mwenzi wako, unataka kwenda kupigana naye vita. Kwa hiyo hii moja kwa moja inaonyesha hapa kuna uswaiba baina ya nini? Baina ya timu hizi mbili. Kwa hiyo Singida Sports Club na Football Club imekuwa kama feeder club kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya timu fulani. Na ndio maana wamemtoa Damaro, umeelewa bwana, wamemtoa Frank Yasinki, wamemtoa Israeli Mwenda, na wanaendelea kutoa mchezaji yote pale akihitajika. Hata kocha sasa hivi akihitajika pale anapewa Kibabage. Kibabage sisi hatujapewa. Kibabage amefungua kesi TFF. Umeelewa, amevunja mkataba, wakagombana, wakapelekana TFF, lakini mwisho wa siku dogo akafanikiwa kuvunja mkataba, ndo akaja Simba.
Lakini Damalo, umesikia wewe kuna tetesi yoyote labda waligombana au vipi? Kwa nataka kuniambia mnakwenda kucheza na timu zaidi ya moja? Kesho tunacheza timu zaidi ya moja. Kesho tunacheza na Azam, kesho kutwa tunacheza na Azam, tunacheza na Yanga na tunacheza na Singida. Azam anaingiaje tena? Azam anaingia kwa sababu Azam ana upinzani mkubwa sana na Simba. Umeelewa? Kwa sababu mpaka sasa hivi tumemwacha pointi ngapi? Pointi 2. Kwa hiyo ana upinzani na nini? Na Simba. Naye anahitaji kucheza nini? Klabu bingwa. Tunagombania nafasi 2 za juu. Watu waende nini? Waende klabu bingwa. Kule kuna raha shida. JB, mimi kabla hujaondoka nilipanga nikikutana na wewe nikuulize swali. Nataka kusikia kutoka kwako. Ally Kamwe alitoa hoja kama 5 ambazo zimechambuliwa kwa namna tofauti. Nakumbuka hoja ya kwanza ilikuwa ni wao wanasema wameandika barua kwenda bodi ya ligi wakitaka kujua kwa nini Selemani Mwalimu amefungiwa mechi 3 ikiwa wachezaji wengine kwenye kanuni hiyo walifungiwa michezo 5, lakini wakazungumzia kwa nini kuna mwamuzi amefungiwa miezi 6 na mwingine amefungiwa miezi 3. Nadhani utakuwa ulimsikiliza Ally Kamwe. Sasa mimi nataka kusikia kutoka kwako hoja zao Yanga. Yeye anasimamia kwenye kanuni. Kanuni inawezekana ikawa moja lakini hukumu ikawa tofauti. Kwa mfano, kesi ya kuua, kuna mtu ameua kwa kukusudia alafu kuna mtu ameua kwa maksudi. Hukumu zao zinafanana? Ni ukosefu wa shule kichwani. Si umeelewa? Haiwezekani wewe umeua kwa kukusudia uhukumiwe sawa na mtu aliyeua kwa bahati mbaya. Si umeelewa? Na ndio maana hata mahakamani wewe unaweza ukafungwa mwaka mmoja kwa sababu umeua bila kukusudia. Mwingine huyu bwana yeye akaua kwa kukusudia. Yaani mfano mimi nimechukua kisu, nimemchita huyu bwana kisu cha kwenye moyo, nimemuua mbele ya hadhara ya watu. Mimi nimekusudia kumuua huyu bwana. Lakini kuna ile bahati mbaya, tumeongea hapa, labda kulikuwa na kiti hapa wewe umekiweka, unataka ukalie, umeinuka kile kiti, mimi nikakisogeza pembeni nikakalia mimi. Bahati mbaya ukakaa hapa, kichwa kikapiga chini. Ile nimeua bila nini ya kukusudia. Kwa hiyo hukumu zinakuwa tofauti. Ukija swala la wale marefari, hivi yule aliyeshika kisu akaua kabisa, akamchoma mtu au kampiga na bunduki akaua, alafu yule ambaye ameshika kisu ndo anamkimbiza mtu anataka amuue, alafu polisi wakamwai wakamkamata, kesi zao zinafanana? Zinafanana? Sasa Ally Kamwe atakuwa atumia akili ya kawaida tu. Huyu amekataa goli halali la Simba, si umeelewa? Huyu amekataa motion ambayo alikuwa anapelekea labda lingekuwa goli moment. Sasa hapa kuna vinafanana hivi. Ndio maana huyu kapoa miezi 3 kwa sababu bado alikuwa goli, kwa sababu tunachopigania hapa ni matokeo. Simba tayari refari anafanya nini? Anahukumiwa wakati Simba ameshapoteza, si umeelewa? Huyu wa Yanga ukalokataa hiyo offside ya Yanga anahukumiwa wakati hatuna uhakika kwamba kweli Yanga angepata lile goli au angepoteza. Sasa vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ni akili kubwa tu unatakiwa uitumie. Hata mtoto mdogo ukimwekea vitu kama hivyo hawezi kufanya nini? Hawezi kuataki kama alivyoataki Ally Kamwe. Lakini kikubwa yeye kataka kuleta ushabiki. Sasa ushabiki unampelekea kumtoa kwenye uhalisia wa kiusemaji, kwa sababu huwezi ukaoji vitu ambavyo tayari kanuni zimetengenezwa. Kwani ile bodi ya ligi imetengenezwa na nani? Si viongozi hawa vilabu, sio TFF. Ligi sio ya TFF hii. Ligi ni ya bodi ya ligi. Ina maana vilabu ndio vinaotengeneza nini, usimamizi wa nini. TFF yeye kakaa pembeni kama interested observer, kwamba bwana ligi yenu ni hii, wao wametutengenezea kanuni na ni sheria, sisi tunatengeneza kanuni. Kwa hiyo vilabu 16 pale vinakutana, umeelewa bwana, na vya championship vinakutana, wanajumuika, ndio wanatengeneza bodi ya ligi. Kwa hiyo bodi ya ligi sio TFF. Sasa mtu unashangaa hukumu ya jana mtu anamgusa Karia, hukumu ya jana mtu anaenda kumgusa kiongozi wa TFF, katibu wa TFF. Hawahusiki. Kanuni zimetengenezwa na viongozi wa vilabu wenyewe. Kabla hujatoka hapo, hoja yao Yanga iko sehemu gani? Hoja zao sio wamezitoa kwamba kwa nini Mwalimu afungiwe mechi ngapi? 3. Alafu hawa kina Soa, umeelewa Soa amefungiwa mechi ngapi? 5. Baka amefungiwa mechi 5. Kante kafungua mechi 5. Alidi Aucho kafungua mechi ngapi? 5. Angalia matukio sasa waliofanya wale. Mfano tukio lipi? Kwa sababu technical harassment, Baka kufanywa technical harassment yote, Baka walikuwa wamesimama, akaenda akampiga kipepsi jamaa, si umeelewa?
Kante amekanyaga kwa makusudi, Soa amekanyaga kwa makusudi, lakini mwalimu, angalia yule jamaa alimwekea mkono nani hapo? Ina maana alimzuia nani? Mwalimu asitembee wakati kona inataka kupigwa, yule katika kujinani ndo akafanya nini? Si umeelewa? Nikukumbusha tukio moja 2000 na ngapi? Na 2. Tatizo vichwa vyenu vinakuwa vidogo. 2002 fainali baina ya Ufaransa na nani? Na Italy ya kombe la dunia. Sawa, wengi tulishangaa, tunaangalia ile fainali tunashangaa Zidane anapigwa umeme. Kumbukumbu inakuja kidogo. Anapigwa umeme Zidane. Watu tunashangaa Zidane kwa nini anapewa umeme? Kiungo bora. Na alikuwa anasubiria atangazwe kuwa ndio mchezaji bora wale mashindano. Lakini mwisho wa siku inakuja kule marejesho ya picha yanarudi, tunamkuta Zidane anampiga kichwa nani? Materazzi. Cha kifua. Lakini FIFA wakuishia hapo. Baada ya ile mechi kuisha, watu wanakaa chini sasa wanaanza kuangalia. Huyu kwa nini kampiga kichwa huyu? Yaani mchezaji bora wa dunia anaenda kumpiga kichwa Materazzi. Kwa sababu gani? Watu wakachukua tafsiri ya mdomo. Wenzetu wana vifaa vya kisasa. Wamechukua tafsiri ya mdomo, ikakutwa Materazzi anampa maneno ya kashfa nani? Zinedine Zidane. Si umeelewa? Kwa hiyo Materazzi akahukumiwa. Akapewa adhabu yake na akafungiwa. Lakini Zidane ikapunguzwa nini? Zikapunguzwa adhabu. Na kombe la dunia lilofuata akacheza kama kawaida. Kwa hiyo ndio mpira unaenda hivyo. Kwa hiyo inaangaliwa na ukubwa wa adhabu na kile kitu. Reaction mpaka inasababisha huyu anafanya hivi. Kwa sababu kwenye mpira mwili ukishachemka akili inakuwa tofauti kisaikolojia. Umeelewa? Wewe unajuaje yule jamaa aliyokaa na mwalimu kabla labda alimshika matako? Kuna tukio lilitokea kati ya Nyoso na nani? Nyoso na John Boko, unakumbuka? Mbeya City na nani? Umeelewa? Nyoso si alifungiwa maisha? Alifungiwa nani? Alifungiwa miaka kitu kama miwili hivi au mitatu. Lakini tukio linaangaliwa, linaonekana kabisa kwamba kuna kitu gani pale kilichofanyika. John Boko huyu Simba na nani na Lipuli. John Boko hakupewa umeme. Kadi haikufutwa. Si ilifutwa kwa sababu gani? John Boko kakampiga kipepsi kweli mchezaji wa Lipuli, lakini baadaye nakuja kuangaliwa yule mchezaji wa Lipuli alimshika makalio nani? John Boko. Kadi ikafutwa. Kwa hiyo kwenye mpira reaction sawa. Referee anaangalia action, lakini reaction inakuja kuangaliwa nini? Inakuja kuangaliwa baadaye. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo uwezo uka-compare hapo hata uzoefu. Hata mwizi mahakamani lazima unaangaliwa umeiba mara ngapi. Umeelewa? Rekodi yako ya matukio ipoje? Mwalimu hata kadi ya njano hana. Tangu aje hapa Tanzania hajawahi kupata kadi ya njano yule mtoto. Utambanisha na Lydia Ucho kila siku anapoa kadi. Baka kila siku anakaba watu. Hii juzi mimi nilitegemea Alikamwe labda angepiga kelele kwa nini Baka naye akutiwa kwenye kamati ya masaa 72. Kuna tukio alilifanya mechi ya nani ya JKT na nani? JKT na nani na Yanga. Au akumkaba mtu. Wote tumeshuhudia, wote tulikuwa tunasubiria akifungua mwalimu atafungua na nani? Baka kaguswa. Diara mechi ya nani ya Mbeya City na nani na Yanga alifanya nini Diara? Wakati wanafungiwa kina Soa hawa, Diara naye alitakiwa afungiwe. Alifungiwa? Si alimkanyaga mchezaji wa nani? Wa Prison. Kwa hiyo kuna vitu yani great favor sawa wanakuwa wanapewa, isipokuwa hawa wanachoyo wanalombaya. Washaona kabisa kwamba uelekeo wa timu yao kwa sasa wataisha hivi hivi. Mechi zao hizi si umecheza na Polisi, umecheza na Cosmopolitani, lakini ukishakuja kuwakutanisha na wenyewe wenye ligi yao, shughuli inakuwa pevu. Umejibu vizuri. Swali langu la mwisho kwako kabla sijaondoka. Hapa nakuuliza kama mdau wa soka. Ali alizungumzia hiyo kamati ya saa 72 kuchelewa kufanya matukio, kuamua matukio. Mfano tukio la Selemani Mwalimu dhidi ya ilikuwa ni kwenye mchezo kati ya Simba na Dodoma, lakini likaja kutolewa ufafanuzi, likaja kutolewa maamuzi baada ya dabi ya Kariakoo kupita, kwamba wao wana mashaka kwa nini kamati ya saa 72 imekuwa kwenye baadhi ya matukio ambayo yanawaamua wao inakuwa ngumu sana kufanyika. Serikali yetu ina pillars 3. Sawa, ina pillars ngapi? 3. Simene, kuna head of state ambayo inaongozwa na President Mama Samia Suluhu Hassan, si ndio? Kuna parliament, sawa, ambayo inaongozwa na speaker wa bunge Hassan Zungu, si ndio? Alafu kuna judicial ambayo inaongozwa na yule mwamba jaji mkuu, si ndio? Pillars ya 4 ni Simba na Yanga. Si umeelewa? Yaani Simba na Yanga ndio muhimili wa, kama ingelikuwa Simba, yani baada ya lile tukio la Mwalimu, mechi inayofuata Prison na Simba, hukumu ingetoka.
Hukumu ilishatoka ndani ya masaa 72, walishakaa na walisha discuss. Delay ya hukumu uwezi kwenye dabi. Leo mfano waambiwa Suleiman Mwalimu hayupo. So Simba washamrudisha. Sio, umeelewa? Alafu na Mwalimu naye unamfungia. Ungekuwa na dabi Zanzibar, ingeleta utata. Sasa kuondoa ule utata, waache wacheze mechi. Wakishamaliza hukumu inatoka. Hivyo vitu vya kawaida vishawafeva sana. Hata wewe Baka hukumu yake ili delay, lakini sio kwamba ile kamati ya masaa 72 inakuwa ijakaa. Wale wanakuwa tayari wameshafanya nini, wameshakaa na wameshaamua, isipokuwa sasa yani matangazo, yani msemaji sasa wa bodi ya ligi kutoa yale matangazo kwamba sasa jamani, hukumu iko 1 2 3, imeheshimu dabi, kwa sababu dabi ni pillars ya 4 ya nchi yetu hii. Yani ukiondoa hizo pillars 3 nilizokuambia, pillars ya 4 ni haijaandikwa tu kwenye vitabu vya historia vya historia na civics, lakini pillars ya 4 ni muhimili wa 4 wa nchi hii ni Simba na Yanga. Kwa hiyo haitaki kuchezewa ile mechi, si umeelewa? Na ndio maana wakaacha mechi ipite. Kwa hiyo imepita, hukumu imetoka, watu wamefungiwa. Asante sana.